الرحمن الرحيم إن الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. Amma ba'd, watukufu wa Islam, viongozi wa serikali mliokuwepo, mzee wangu mzee Ibrahim Hanje, viongozi wa dini mliokuwepo, wananchi, mabibi na mabwana, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza kabisa nimshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuniwezesha mimi leo hii kufika hapa na kuswali pamoja na wananchi wa kata ya Manzese. Lakini mbili, nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuendelea kunijalia wananchi waliokuwa wema na mpaka leo hii tumefika pamoja vizuri. Tangu kipindi cha uchaguzi mpaka leo tumekuja kuswali salatul Eid. Lakini tatu, niendelee kuwashukuru viongozi ambao mmeweza kuratibu swala hii ya Eid kufanyika ama kusaliwa katika kiwanja hiki cha Ukombozi. Najua ni mapitio mengi ambayo tutakuwa mmepitia. Jambo lolote lenye mafanikio ya kheri huwa linaanza na mchakato mgumu. Changamoto nyingi huwa zinapitiwa mpaka kuja kufika kufanikisha jambo kama hili. Binafsi ni wapongezi, lakini nisiwakatishe tamaa. Nyinyi muendelevu la kuratibu, na mimi binafsi niko tayari kwa namna moja au nyingine kuendelea kujitolea kwa hali na mali ili kusudi jambo hili likawa la kheri, likaendelea ndani ya miaka yangu mitano yote ambayo mimi nitakuwa nahudumia. Kupitia nafasi hii niwaombe niwashukuru ndugu wananchi wote wa kata ya Manzese ambao ninyi ndio mmeweza kunisimamisha leo hii kuwa kama diwani. Laiti kama isingelikuwa ni nyinyi, mimi leo ningekuja kuwa kama mtu wa kawaida na si kiongozi wa kiserikali. Hakika nawathamini na nawajali na nawaahidi ushirikiano uliokuwa umetukuka. Mbali na hayo, tumetoka katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao mimi nakiri kwamba ulikuwa ni mwalimu kwetu sisi waumini wa Kiislamu. Sasa ni yapi ambayo tumeyachukua, yapi mambo ambayo tumeyaacha? Mwezi wa Ramadhani ulituletea upendo, na neno upendo ni neno tu, lakini utendaji wake ni wewe mwenyewe namna gani utakavyoufanya. Sasa je, ule upendo leo hii tutauendeleza ama hatutauendeleza? Upendo ule ndani ya mwezi wa Ramadhani tulikuwa tunawahudumia watu wa aina mbalimbali, watu wenye uhitaji maalum, viziwi, vipofu, wenye shida, hawajui kesho yake inakuwaje, namna gani anapata futari. Sasa upendo ule tuuendeleze, na mara nyingi kuwauliza watu wa design ile, bwana unaendeleaje? Atakwambia niko sawa. Uko vipi bwana? Nipo sawa. Lakini ile nipo sawa ina machungu ndani ya moyo wake, kwa sababu ninaamini ya kwamba watu wengi mchana huwa wanacheka, mioyo yao inacheka sana, lakini inapofika usiku mioyo yao inakuwa inalia. Na wakati huo watu wa design hiyo wanakuwa hawana watu wa kuwauliza, je, upo sawa kweli? Wanakosa watu wa kuwauliza. Mimi na wewe leo hii tuko hapa, angalau tunao watu wa kutuuliza. Sasa vipi wale mayatima? Vipi wale wajane ambao tulikuwa tunafanyia upendo ndani ya mwezi wa Ramadhani? Niwaombe upendo ule tuuendeleze. Upendo na mshikamano ule tulikuwa tukifanya ndani ya mwezi wa Ramadhani iwe ni sehemu ya maisha yetu. Utu wa mwanadamu tuendelee kuweka mbele, tukitambua sisi sote ni wanadamu na kila mwanadamu anamhitaji mwanadamu mwenzake. Kwa hayo machache, ndugu zangu, ni waahidi insha Allah pale ambapo kutapokuwa na jambo kama hili nitaendelea kujitolea. Lakini mimi nimekwenda mbali zaidi. Natamani sasa leo hii kijana ama mtoto wa Manzese ndani ya siku hizi za Eid ama sikukuu zokuwa za kiserikali zinazofahamika asiende kucheza mbali na Manzese. Tuangalie mwakani namna gani ya kufanya angalau uwanja huu unaotumika kusali, ambao tutafanya majukumu yetu ya kidini, lakini pia angalau najiona watoto waweze kucheza. Na kwa uwezo wa Allah niombeni Mungu tutalifanikisha wote pamoja inshallah. Mwakani jambo hilo linaweza likakuwa. Lakini mwisho endelee kuwashukuru tena. Salamu ambazo zimetolewa na kwako ni kweli. Wakati naondoka na kuja huku nilimpigia simu mheshimiwa mbunge na akaniambia jambo hili taarifa analo, na mimi ujio wangu hapa taarifa hii hanayo. Kwa ni salamu ambazo ni za uhakika na ni za ukweli. Kwa hayo machache, wa billahi tawfik, wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eid Mubarak.
Asante sana Mheshimiwa Diwani, Allah akulipe kheri nyingi. Na nadhani maneno yake, kwanza mjue ni mwanachuoni, maneno yake yametembea kama maneno ya khatibu wetu, kanyoosha maneno na ikapita mle, tupendane kwa kauli ya Mtume Muhammad, mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'adhufihim kamithlul jasad. Ona sisi tunavyotakiwa kupendana kama kiwiliwili, kiuma kidole, mtu atakwambia kidole kinaniuma leo siwezi kwenda kazini, anaumwa na mafua, bwana na mafua bwana sipati usingizi. Wewe mafua kwani usilale? Kumbe mwili umeungana. Kiumwa na kichwa, miguu haifanyi kazi, kiumwa miguu, kichwa hakifanyi kazi. Kwa wanadamu tutakuwa tupendane mfano wa kiwiliwili.